hili jambo ni la muhimu sana. Kuendesha magari wengi wanaendesha na wengi tunaendesha, lakini inawezekana kuwa kuna baadhi ya watu ambao wanaendesha aidha kwa kutumia magwanda yao kwa wale maaskari, kwa sababu unajua kabisa ukijitambulisha kwa mimi inspector fulani, basi kopro hawezi akafanya chochote juu yako, yaani hawezi hata kauliza leseni iko wapi. Lakini leo mmejitoa muda wenu na rasilimali fedha kwa ajili ya kuja kujifunza kozi hii, kwa hiyo niwapongeze sana. Lakini lingine la pili ni wale ndugu zangu, jamaa zangu na rafiki zangu sana, wale madereva wa magari yale ya kiraia, wale ambao ni raia. Mimi niwapongeze kwa wale walioitika wito huu wa kuja kujifunza. Na mimi mratibu na mwenyekiti wa usalama barabarani wa mkoa, tulivyoongea naye siku moja, tumekutana mara nyingi sana, na naakiri kabisa mimi ni rafiki yangu, hata kwenye mazoezi mengi ameshiriki ya kwanza, lakini hata ile alikuwa analishawishi kwa tulifanya. Lakini tulikuwa na ratiba nyingi hapa katikati. Wakati naongea na DTO akasema ni wiki hii, nikaona kwa haraka mimi katika hii kozi nitadhamini madereva 10 wale wa fresh udereva ambao ni shilingi milioni 1. Lakini pia tulikuwa tunashauriana hapa ni namna gani wa bodaboda ambao mwitikio wake ni mdogo, lakini asilimia kubwa ya matukio tunayoripotiwa ya kupata ajali, kupata ulemavu ni kutoka katika kundi la bodaboda. Kwa mimi kwa kidogo imenishtua, ndio maana mlikuwa mnaona namuita mwenyekiti wa bodaboda. Mimi imenishtua sana kwa mwitikio wao ni mdogo, lakini inawezekana kwa pia na uchumi na yale yameongea DTO. Lakini kwa kuhamasisha hilo, mimi sasa hivi hapa nitawachangia bodaboda shilingi milioni 4 kwa ajili ya waje hapa wasome. Kwa hiyo tutakaa na mwenyekiti wa bodaboda, aidha tupunguze wao wachangie 20,000 au waje watu 100 kwenye haya mafunzo tuwalipie shilingi milioni 4. Lakini kuna option ya pili, au wanaweza wakasema basi wao watoe 20,000 mimi nitoe 20,000, tutapata watu 200 katika milioni 4 ile. Kwa hiyo hilo nimeliacha kwa mwenyekiti pale, nadhani alitolee maamuzi sasa hivi ili hao watu kiwezekana kesho wajoini kwenye haya mafunzo, kwa sababu ni kitu muhimu na ni kitu ambacho mtu anaweza kaa ni rahisi akakifikiria hivyo, lakini siku kipata ajali ndio utaona umuhimu wake. Kwa hiyo ni watahadharisha, kwa sababu tunawapenda wananchi wetu na serikali ya Dr. Samia inawapenda vijana wa nchi hii, na ndio maana hata VETA ambayo iko chini ya serikali siku ya leo imeona ni vyema ije itoe mafunzo haya. Kwa hiyo mwenyekiti, hilo tunakuassign, na katika kanda zako zote utoe bila upendeleo, waje watu hapa ambao wako tayari wajifunze ili tuungane kwa pamoja. Wale watu 10 ambao tayari nimewadhamini, nadhani kufikia mchana watakuwa, leo walikuwa wanatakiwa wawepo hapa, lakini kulingana na taarifa zilichelewa kidogo na tuna majukumu mengine, wengine ni wasaidizi wangu maofisini wanaendelea kuratibu baadhi ya mambo, lakini watajoin katika haya mafunzo. Kwa wale watu 10 wako tofauti na wale wa bodaboda. Kwa hiyo ni watake wa bodaboda, ni jukumu lenu. Mimi na yani sasa hivi tu ni wewe utatoa maamuzi, tunalipa. Kama ni kesho tunalipa ili muingie kwenye hayo mafunzo. Hiyo ni kuunga mkono juhudi ya serikali iliyoyafanya haya. Haiwezekani na hatuwezi kusema tukae kimya wakati watu wamekuja hapa, alafu tena bodaboda kesho tuanze kupata kutoka kwa DTO na RTO kuwa kuna watu ambao wamepata ajali wengi kutoka wilaya ya Kyela. Kwa hiyo ni waombe ndugu zangu, lakini pia ambao tuko maeneo hayo tuwahamasishe wale ambao wako nje wazidi kuungana nalo. Lakini nimshukuru mheshimiwa mbunge, mmemsikia wote, amesema kwa kulitambua hili na kwa kuzingatia kwamba sisi jeshi la polisi tumeona tusogeze huduma kwa wananchi, ambayo ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anajua chombo hiki cha moto kinatakiwa kuendeshwa kikiwa kinazingatia sheria zilizotungwa na bunge. Mheshimiwa mbunge amesema anaunga mkono juhudi hizi na amesema anatoa kiasi cha shilingi milioni 4 kuwalipia kama ada ya hao bodaboda watakopenda kuja kujiunga. Sasa kama hilo nalo litashindikana, haitakuwa na shida sana. Sisi jeshi la polisi utaratibu wetu huko pale, tutakukamata kama hujazingatia sheria za usalama barabarani, na kama unaendesha chombo cha moto chochote kile bila kuwa na leseni na bila kupitia mafunzo, sisi tutaendelea kukamata. Kwa hiyo ndio wanasema nitumie nafasi hii kuwapa ujumbe wale ambao hawajafika. Sio kama tunawalazimisha waje, hapana. Tunawahitaji watambue tu kwamba hili ni takwa la kisheria. Huwezi kuwa na chombo cha moto alafu nakiendesha bila kuwa na uelewa. Watu wanafikiria kile kileseni
ndio kinachoendesha. Hapana, ni wewe ndio unayeendesha. Hicho ni kama cheti. Sasa kila mmoja hapa angekuwa anatembea na cheti cha form 4, kila mmoja anatembea nacho, ingekuwa shida eh. Sasa sisi tunataka tu kwamba ile kuambia unapata leseni ndio cheti cha kuendesha hilo gari. Sasa utajihitaji kwamba umemaliza mafunzo wakati una, au unaendeshaje gari hiyo wakati una mafunzo yote, au pikipiki. Ni lazima kidogo sisi wasimamizi wa sheria sasa tuwe wakali kwenye eneo hilo. RTO pamoja na DTO na askari wenzangu, itabidi tuwe wakali kwa wale ambao baada ya mafunzo haya, kwa sababu najua wengine watakuja, lakini wale ambao hawahudhurii, tuna utaratibu wetu, kwa sababu orodha tunayo, itaingia kwenye database. Kama hujapata leseni, wataangalia kwenye database, watakuacha kwamba huyu bado yuko kwenye utaratibu. Lakini kama hauko kwenye database ya kwetu ya madereva wote, lazima upigwe fine, na isitoshe tutakufikisha mahakamani. Sasa ukishafikishwa mahakamani, wewe ni mhalifu. Kwa hiyo tukikuta tena, utakuwa ni mhalifu mzoefu. Tukikurudisha mahakamani, mahakama itatafasiri kitu fulani kwako kwamba kumbe wewe ni mhalifu mzoefu. Ni jambo lingine, na mimi niungane na wenzangu kumpongeza sana Mheshimiwa Mbunge kwa hiki ambacho amekifanya, na si kwamba namsifia au vipi, lakini Mheshimiwa Mbunge nadhani kama alivyosema, alianza mwanzo kabisa. Mimi nilivyosema tu kwamba saa hizi mikopo ya 10% wote wanaokuwa na vikundi vya bodaboda lazima wawe na leseni. Yeye ni mtu wa kwanza ambaye alikaa na mimi mezani akaniambia hili jambo ni zuri, na mimi nitaongea na VETA ili waje watoe mafunzo. Kwa hiyo kwenye hili kwa kweli naye amekuwa champion wa kuhakikisha kwamba wananchi wake wanakuwa salama. Sababu ukishapata haya mafunzo, ninaamini utakuwa umewaita waongoza vyombo. Waongoza vyombo, utakuwa wewe ni dereva sasa. Kwa hiyo waongoza vyombo